mimi mwenyewe ambaye nipo Beno Mgaya, nilizaliwa miaka 65 iliyopita. Ikifika siku ya leo maanake nahitimisha hii tarehe 17, maanake ndio siku niliyotokea duniani kutoka miaka 67 iliyopita. Sasa nishukuru kwanza kwa vijana wangu kwa hiki kilichotokea, kwa sababu wanajua kwamba uungu wa kwanza unaanzia kwa wazazi. Kwa hiyo na mimi kuona kwamba leo wameniweka mahali hapa ili kuweza kuonekana ni kitu ambacho na kishukuru kwamba katika ufahamu wao wanafahamu kwamba mzazi wao yupo ambaye alifanya wawepo na wao, na nafikiri na wao kitu kinafaa sana kwa kwenye kumbukumbu katika maisha yao yote. Sasa nianze familia iliyokuwa kubwa, nafikiri hapa haipo, lakini wale waandaaji walioko hapa sasa, kwa sababu kuna wengine tu wametuma salamu wakiwa mbali na mazingira mengine, nikianzia nyumba ya mama mkubwa ambao wako watatu. Mmoja wapo anaitwa Happy ambaye yuko Iringa, mwingine anaitwa France Mgaya yuko Dar es Salaam, mwingine anaitwa Christina yuko Luponde. Nikija upande wa pili yuko Jacqueline Mgaya yuko pale, msimama pale wakiongozana. Apunga mikono mifupi au wakiongozana na kaka yake ambaye ndio Benson Mgaya. Alafu kuna toka hapo kuna Gifti ambaye najua yuko safarini Mbeya, na kuna Amani, na kuna Esther, na kuna Imani, lakini kuna mwingine tena Mariam Mgaya yuko hapa. Na huyo anawakilisha wadogo zake ambao kama wadogo zake anao wawili. Kwa hiyo kuna wanangu ambao wanangu halisia. Sasa hao wanangu halisia ni wale wa kuolewa sasa, ambao yuko mkamwana wangu ambaye ni wa kwanza, mama na yuko hapo kwa upande wa nyumba ya pili. Lakini kwa hiyo France nilimsema naye na mkamwana wangu, lakini hapo Dar es Salaam. Yuko mwingine hapa Lucy Mwalongo. Hao ndio waliokuja kuongezea taifa hili kuwa liwe taifa kubwa. Lakini ni kuna kijana wangu mwingine ambaye ni mwakilishi hapa kutoka kwa dadangu ambaye ni mtoto wa shangazi yangu ambaye ni kijana nani yuko hapo Alto. Huyu ni mtoto wa upande wa dadangu ambaye kwa lugha nyingine wanasema binamu, mtoto wa shangazi binamu, lakini mnaitwa ni dadangu yule. Na kuna baadhi ya wengine wote walioko hapa. Sasa kuna hao wote wambeba wenzao. Kwa hiyo familia niliyokuwa nayo mimi ni watoto nilionao ambao wako hai wako 16. Ambao wako hai wako 16. Na kwa bahati mbaya waliokuwa wamefariki wako 6. Maana walikuwa 22. Kwa hiyo mimi nipende kushukuru, na wajukuu nao wengi wa kutosha tu kwa sasa hivi. Hata nikisema naweza kufikia kwenye 10 ambao ni wajukuu. Kwa hiyo nipende kumshukuru Mungu kwanza kwa kuniweka katika kuwepo mpaka leo, kwa sababu natambua wako tuliosoma nao shule za msingi sehemu mbalimbali kwenye mafunzo kwenye vyuo, lakini wameshamtangulia Mungu, lakini washatangulia mbele za Mungu. Sasa mimi mpaka leo nipo ni nani kufikisha miaka 61. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza kujivunia, lakini najivunia kwamba pamoja na Mungu kunileta duniani, alinileta nikiwatumikia kwanza, pamoja na kuwa na familia hii kuongeza, ili uweze kutumikia taifa hili. Maana vijana wangu wengi wanatumikia taifa hili kwa vitendo, lakini bado mimi mwenyewe nimetumikia sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika sekta ya kilimo. Nimetumikia katika maeneo mbalimbali nikiwa katika upande wa kilimo. Kwa hiyo sisi ndio tuliofanya sana katika kilimo cha paleto, cha parachichi, cha viazi mviringo. Kwa hiyo tukaanzisha sehemu mbalimbali na mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kana Songea parachichi huwezi kukosa jina la Mgaya. Ukienda Morogoro kuna parachichi huwezi kukosa jina la Mgaya. Ukienda Dodoma, ukienda Kigoma, ukienda
Sumbawanga, ukienda Mbeya, mikoa yote hiyo nimefanya kazi katika mikoa yote hiyo, na hatimaye sasa hivi nimerudi mkoa wa Njombe ambako niko Ludewa. Lakini hata hivyo taifa likaona kwamba bado ni muhimu, inatakiwa niendelee kuitumikia nchi hii. Kwa hiyo katika uchaguzi uliofanyika katika nchi tano zinazolima viazi ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani na Rwanda, nikachaguliwa kama ni mwenyekiti wa Potato Council kwa Tanzania. Kwa hiyo nasimamia baraza la viazi Tanzania. Kwa hiyo hivi viazi mnavyoviona hivi, vyote mnavyoviona hivi viko chini ya usimamizi wa mimi kama mwenyekiti wa jukwaa hilo. Na nafikiri mwezi ujao tutakuwa na mkutano Nairobi kwa ajili ya kukutana wote wale wenyeviti wa Potato Council katika mataifa hayo matano. Tutakaa wote Nairobi ili kuona changamoto zote za viazi, na viazi kama unavyofahamu ni zao pekee ambalo limefanya vijana wetu waajiriwe. Kila mtaa utakuta wakaanga chips wapo, iwe kwenye mabaa, kwenye magesti, kila sehemu, hoteli zote utakuta chips zipo. Kwa lazima hili zao tuliwekee kipaumbele kwa sababu limetoa ajira nyingi, kuanzia shambani kulima, kwa kuja wapakiaji, si bodaboda, wanaoshanti, si vipalila, si ni vitu vingi tu. Mpaka watu wa sheri wanapata wanufaika na viazi. Maana gari kijaza mafuta ndio kuwekea viazi. Wauza kamba, wanauza kamba kwa ajili ya kushona viazi. Wauza mifuko, wanauza mifuko kwa ajili ya kushona viazi. Kwa ina maana kwamba zao la viazi ni zao pekee tunaweza kusema kama ni uti wa mgongo kwa tena. Na nashukuru wizara kutambua na rais kutambua kwamba zao la viazi ni mazao, yani katika mazao ya horticulture ni zao ambalo linaongoza. Ukifuata mazao mengine na nyanya na mazao mengine aliyoko parachichi, lakini zao la viazi limeongoza kutoa ajira nyingi kwa vijana wetu. Kwa hiyo nashukuru, tuchangamke hiyo fursa. Baada ya utambulisho huu nimeongeza maneno kidogo, hapa nasema nimechomekea, lakini haikuwa mahali pake, ila nitaka mimi napenda niliona siku moja mama mmoja hivi ambaye ni mwanasiasa wetu hapa, niko nazungumzia sana hawa vijana wetu hawa. Ajira ni akili. Hakuna mtu ambaye duniani aliumbwa kwa maskini. Yaani amini hilo. Yaani akili yako ndio utajiri wako. Sasa mtu mwingine anaweza kufikiri kwamba ajira yani inakuja tu kwa mtu aliyosoma sana, mwenye madigiri mengi sana, mwenye masters. Ajira inakuja na kipawa ambacho Mungu alikuwekea kwenye ubongo wako. Utumie vizuri ubongo wako. Kwa hiyo fursa ziko nyingi. Kampuni unaweza kuanzisha kampuni aina yote na kufanya ukahudumia wa Tanzania. Kwa hiyo hawa timu kupasuka nao wanaonekana wanahudumia wa Tanzania, wanahudumia mara kwenye mashamba, mara kwenye nini. Sawa sawa. Sisi wote tunakuta vijana wanatembea vizuri. Tunapata hivi vijana wanatembea hivyo wanasaidia. Kwa hiyo ni sehemu ya kuongeza ajira katika nchi yetu. Hizi sekta binafsi, tunaposema sekta binafsi sio lazima kiwe kiwanda kama unavyoona tani watu. Sekta binafsi hata wewe unayejiajiri peke yako, wewe uko upande wa sekta binafsi, ni jicho la serikali. Maana yake unaisaidia serikali. Ndio maana ya sekta binafsi. Kwa yoyote yule anayekanga chips, anayefanya chochote kile, yeye ni sekta binafsi. Maana yake tayari anachangia mchango mkubwa kuifanya nchi ipunguze mlolongo wa vijana ambao hawana ajira mitaani. Kwa hiyo hata timu kupasuka, na kuna wengine wako wengi, naona magrupu humu ya WhatsApp yako mengi, wamejiajiri wanafanya hiyo kazi. Lakini kazi hii kwa vile inahitaji sana uaminifu, na mtaka mfanye kazi kwa uaminifu ili muone kwamba hatua ile inaweza kufikia mbele zaidi. Kwa hiyo Mungu abariki katika hilo ili muweze kukuza hivyo vipawa na mfikie mbali zaidi. Mnaweza mkafika kwanza kuagiza magari kutoka China, Japani, wapi, wote kwa sasa. Siku moja nikaona mmoja anasema tumeuza hata helikopta Sasa ndio mambo yalivyo. Lakini nipende kuwashukuru vijana wote kwa kweli kwa hilo na ushirikiano, kwa sababu mimi sio tu, lakini ndugu zenu ndio hawa mnaowaona. Yaani pamoja mimi na familia, lakini ndugu zako ni wale ulionao pale. Pale una kaka, una mjomba, una binamu huko utakao kwenda. Sisi wazazi tunafanya tumuwepo, lakini ndugu zenu wengi mtawakuta, mtao shirikiano tunapata ndugu zenu walio wengi huko. Asante sana.